Bismillahirrahmanirrahim. Naam, ndugu zangu, tupo katika kumsomesha huyu Wahabi Shaushaba katika sehemu yetu ya pili baada ya mukaddima ule iliyotanguliza. Sasa tunaingia moja kwa moja kwenye yale aliyodai yeye na hoja alizozitolea yeye kwamba ndio ushahidi kwamba Mashia wanaamini Qur'ani hii imepotoshwa, imechakachuliwa kwa mujibu wa lugha yake. Kitabu alichokitumia ni kitabu Maalim al-Aqida cha Haidari al-Wakil. Hicho kitabu alichotumia yeye. Jambo la kusikitisha ni kwamba huyu ameanzia kipande alichotaka yeye. Pale alipotaka yeye ndipo alipopakata akapasoma. Hajasoma ya juu yoyote mpaka alipofika pale kama ile tafsiri aliyotaka yeye ndio akaitoa pale pale. Yaani utapeli na udukuzi na khida alizotumia. Sasa sikiliza mimi hicho kitabu ambacho kipo hapa, kinazungumzia aqidatuna fil Qur'an, itikadi yetu sisi Shia kuhusiana na nini na Qur'an. Inasema wal Qur'anu huwa alkitabu almunazzal min Allah ta'ala ala nabiyhi Muhammad, ala nabiyhi wa rasulihi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, kwamba Qur'ani ni kitabu ambacho kimeshushwa na Mwenyezi Mungu kwa mtume wake Muhammad, kwa mtume wake Muhammad bin Abdullah fi 23 sana, kwa muda wa miaka 23 Qur'ani inashuka. Wafihi, na ndani ya Qur'ani hiyo kuna ilmu, fihi ilmu kulli shay, kuna ilmu ya kila kitu, bima yahtajuhu an-nas, kwa yale ambayo watu wanayahitajia watayakuta kwenye Qur'an. Yaarifuhu ahluhu, watu wake wanaitambua, alladhina unzila al-Qur'anu fi buyutihim, ambao hiyo Qur'ani ilishushwa katika nyumba zao, yani akikusudia ahlul bait. Yani ahlul bait ndio watambuzi, kwa sababu ahlul bait ni kizito cha pili baada ya Qur'ani. Kwa hiyo hawa wanafahamu Qur'ani undani wao kwa sababu imeshushwa katika nyumba zao na wana elimu ya hivyo. Kisha akasema wafihi usulul aqida, na ndani yake kuna mizizi ya itikadi, alhaqa, ilikuwa ya ukweli. Wa furu'ul ahkam, na kuna matawi ya hukumu. Wa bayanu, na kuna ubainifu. Wa hudan lilmuttaqina, na kuna uongofu kwa wacha Mungu. Wama baina daffataini, na hii Qur'ani ambayo tuko nayo, ambayo tunaifungua, daffataini hii ambayo iko mikononi mwetu, katika mikono miwili hii tunayobeba, Qur'anu, ni Qur'ani, lam yuzadu fihi, haikuzidishwa chochote ndani yake. Nisikia maneno hayo, swala la ziada hakuna. Hawa wanatuambia kwamba na mimi nimezidi Qur'ani au nuksani, wanatuambia hivyo. Wadhahir, na iliyokuwa wazi, min tariqati jami'ihi, ama kuhusiana na ilikuwa wazi katika njia ya kukusanywa Qur'ani, anna fihi taghyira, kwamba ndani yake kuna nini? Kuna mabadiliko, fi mawadhi baadhi al-ayat, katika sehemu za aya, baadhi ya aya. Sasa hapa ndipo palipomchanganya ndugu yetu huyu, akafasiri anavyotaka yeye. Sisi sote tunaamini kwamba hii Qur'an tulikuwa nayo hivi tulivyokuwa nayo sivyo ilivyoshuka. Yaani usulubu si kwa Mwenyezi Mungu alishojitabu pap, ni maneno alikuwa akisomea mtume akiwasomea maswahaba wakiandika. Wakati wa kuja kukusanywa sasa, ndipo zilikusanywa si kwa mpangilio ule ulioshuka. Yaani huu mpangilio tulikuwa nao leo huu wa sura ya kwanza Al-Fatiha, ya pili Al-Baqara, ya tatu Al-Imran, ya 4 An-Nisa na Al-Maida na kwenda mbele, huu sio mpangilio ulivyoshukwa. Yaani Qur'ani haijashushwa kwa mtindo huu.
Hicho ndicho ambacho anamaanisha kwamba hata kuna baadhi ya aya vile zilizoshuka zilichukuliwa ikikuwa kwenye sura nyingine. Yaani kuna aya utakuta sura moja, kuna aya za Madina na kuna aya za Maka ndani ya sura moja, yaani hazikupangwa kwa mujibu wa vile zilivyokuwa zimeshuka. Hapa ndipo anapozungumzia huyu shekhe wangu Shaushaba, kama ulikuwa akili zako umezitoa kwenye kichwa umezipeleka sehemu nyingine, leo tutazirejesha akili zako zilipo, ielewe ibara ikisomwa. Hapa haikusudiwa kwamba kuna taghayira, kwamba Qur'ani imebadilishwa, labda sijui hakuna aya au imebadilishwa kwamba kuna Qur'ani nyingine. Hapana, sio hivyo ndugu yangu. Hapa makusudio yake ni kwa maana kwamba kuna aya zilibadilishwa, sio vile zilivyokuwa zimeshuka zikawekwa sehemu nyingine, na kuna sura vile vile sivyo ilivyopangwa. Hivi vitu tulikuwa nayo, Qur'ani tulikuwa nayo sivyo ilivyokuwa, yani sio hivyo kwamba sura kwanza al-Fatiha sio hivyo, ndivyo nilivyokusudia. Sasa nakuuliza, je, unabishana na hilo? Unaweza kuniambia hii Qur'ani ndivyo ilivyoshuka? Hao watakaoingizwa darasani ufundishwe ulumul Qur'ani shekhe, watakaoingizwa darasani pia usomeshwe masomo madogo madogo haya, au watakaotuambia umma leo hivi Qur'ani ilivyo kwenye haya majalada ambayo yapo haya ndivyo ilivyoshuka hivi, sura kwanza al-Fatiha, ya pili al-Baqara, ya tatu an-Nisa, ya nne al-Maida, ndio hivyo? Watakaowadanganya watu hivyo? Sasa sisi tunakupa elimu kwamba la, hivyo ulivyofahamu wewe, ufahamu wako kiwahabi sivyo, bali hapa maana yake ni kwamba hii Qur'ani ilivyoshuka sivyo ilivyopangwa. Si kwa maana kwamba labda kuna kitu ndani kimeongezwa ama kimezidishwa, sio hivyo. Amka ndugu yangu, soma, usilete ushabiki kwenye masala ambayo kwamba la ilma lak, huna elimu nayo. Soma, zinduka. Sio kwa sababu unajua lugha ya Kiarabu tu ukaja ibara ukaisukumiza vile vile unavyojua wewe vile vile. Sivyo hivyo. Elimu haipelekwi hivyo. Nitakuja tena katika sehemu yako nyingine ya tatu kuja kukusomesha.